Kumekucha mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, kwa moyo mkunjufu karibu sana katika kipindi chetu cha Kumekucha, kipindi ambacho kama kawaida kinakuwa na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ikiwa ni udondozi wa magazeti ukiangazia yaliyojiri katika kurasa za mbele kadhalika kurasa za nyuma, ambazo kama kawaida huandika taarifa mbalimbali za michezo na burudani katika anga la kitaifa na anga la kimataifa. Lakini sehemu yetu ya pili ikiwa ni mahojiano, kipindi ambacho unaweza kufuatilia pia moja kwa moja kupitia akaunti zetu za YouTube na Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania. Mimi ni Jacqueline Slem, na kwa kuanza na sehemu yetu ya kwanza ambapo ni udondozi wa magazeti, tayari mwenzangu Farida Mbilinyi yuko pale kutujuza yaliyojiri katika kurasa za mbele hali kadhalika kurasa za nyuma. Farida, habari asubuhi? Salama kabisa Jackie, za kwako? Mimi niko vizuri, pengine yapi yaliyopewa uzito hapo? Kubwa zaidi ni kuhusiana na mwendelezo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini pia Muhimbili wanatarajia kuanza rasmi upandikizaji wa ini. Karibu tuhabarishe. Asante sana. Habari za asubuhi mtazamaji, karibu sana katika udondozi wa magazeti asubuhi ya leo, na kama kawaida ninaanza na gazeti la Nipashe. Habari kubwa, Lissu avuka kiunzi kortini, mahakama yaamua shahidi wa jamhuri aonwe na majaji, agiza kizimba maalum cha kiboksi kilichojengwa awali kirekebishwe ndani ya saa 24. Pingamizi la Chadema mgawanyo wa mali la tupwa. Lakini pia utamu na mwendelezo wa taarifa hiyo utapata katika gazeti katika ukurasa wa 2 na 4 gazeti la Nipashe. Huduma ya upandikizaji ni ni Muhimbili sasa rasmi. Huduma ya upandikizaji ni Muhimbili sasa rasmi ni taarifa pia ambayo imepewa uzito katika gazeti la Nipashe. Mwalimu wanafunzi 11 wavamiwa na nyuki na kujeruhiwa. Mwendelezo wake katika ukurasa wa 18 gazeti la Nipashe. Mwafaka wa maridhiano wa kisiasa Zanzibar umeiva. Yote taarifa hiyo pia utaipata kwa ukubwa wake kabisa katika gazeti la Nipashe. Fariki dunia akiwa kimbia maofisa dawa za kulevya. Haya, muonekano gazeti la Nipashe ukurasa wake wa mbele kabisa. Gazeti la Mwananchi, Lissu afumua kizimba cha mashahidi, mvutano wa kifo cha mtuhumiwa, mjomba simulia hatua kwa hatua alivyotiwa mbaroni na polisi na walivyopokea taarifa za kifo chake, waishushie lawama polisi wakitaka uchunguzi kwanza. RPC asema mtuhumiwa amekufa kwa pressure. Haya, nani ameua pacha hawa wa miezi 10? Ni mtindo wa swali katika gazeti la Mwananchi. Wanahoji nani ameua pacha hawa wa miezi 10. Imani kwa uwekezaji imerejea, ni kaule kwa Rostam. Lakini taarifa nyingine hapa, siku 90 za katika hatima ACT kuingia SUK gizani. Ukurasa wa 4 mwendelezo wa taarifa hiyo katika gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele kabisa. Gazeti Habari Leo, kasi yaongeza uwezo wa kisayansi kuwa endelevu. Kasi kuongeza uwezo wa kisayansi kuwa endelevu ni habari ambayo imepewa uzito katika gazeti la Habari Leo. Samia avuka malengo ya hadi siku 100, aimarisha umoja wa kitaifa, aendeleza miradi ya maendeleo, wasomi wamwagia sifa. Mwendelezo wake ukurasa wa 2 gazeti la Habari Leo. Lakini Mwigulu atoa maagizo 6 utalii, akabidhi miundombinu 21 ya bilioni 114.6. Waliohodhi ardhi muda mrefu wamulikwa, ni gazeti hilo la Habari Leo. Lakini mmiliki daladala mbaroni, dereva akimgonga trafiki. Samia teua wenye vitu wa bodi 4, afa akiwakimbia maofisa dawa za kulevya. Gazeti la Habari Leo ukurasa wake wa mbele kabisa. Gazeti la Uhuru, mageuzi makubwa utalii. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu azindua miundombinu 21 yenye thamani ya shilingi bilioni 114.62. Mkakati mpya wa kitaifa wa miaka 10 kuanzishwa kudhibiti wanyamapori dhidi ya wananchi. Lakini taarifa nyingine inanauka, ataja mafanikio ya vijana siku 100 za Rais Samia. Chalamila mtolea uvivu mkandarasi ni taarifa pia ambayo imepewa uzito kabisa katika ukurasa wa mbele gazeti la Uhuru kama linavyoonekana mtazamaji. Gazeti la The Guardian ambalo huandika taarifa zake kwa lugha ya Kiingereza. Habari kubwa hapa ni majaji waagiza kizimba cha mashahidi kufanyiwa marekebisho, ni kuhusu kesi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Lakini taarifa nyingine hapa ni kuhusiana na Muhimbili kuanza upandikizaji wa ini mwezi Juni. Ukurasa wa 3 utapata undani wa taarifa hiyo gazeti la The Guardian. Lakini wamiliki wa viwanja wakumbushwa kuviendeleza ili kuepuka kunyang'anywa.
wanawake na wasichana wanavyoikumbatia na kuipenda sayansi. Inaonekana mwamko umeongezeka sana katika kwa wanawake na wasichana upenda sayansi na lakini pia na masuala ya teknolojia. Taarifa nyingine hapa, Watanzania washauriwa wapewa ushauri dhidi ya ununuzi wa ardhi, wasinunue kiholela. Wamekumbushwa hapo katika gazeti la The Guardian kama linavyoonekana mtazamaji kurasa wake wa mbele kabisa. Gazeti la Daily News, habari kubwa ni tumieni kikamilifu fursa za utalii. Imesisitizwa vizuri kabisa, ni kauli kwake Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, tumieni kikamilifu fursa za utalii. Lakini Rais Samia ateua wenyeviti wa bodi, ni taarifa pia ambayo imepewa uzito katika gazeti la Daily News kama linavyoonekana mtazamaji. Gazeti la The Citizen, habari kubwa ni zana za kidigitali ni msingi wa kuleta mabadiliko katika ujifunzaji. Imeandikwa katika mtindo wa makala. Tafuta gazeti la The Citizen uweze kujua undani wa hicho ambacho kimeandikwa kuhusiana na umuhimu au msingi wa zana za kidigitali katika mabadiliko ya ujifunzaji. Taarifa nyingine hapa, mahakama yaagiza marekebisho kizimba cha mashahidi kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chadema ambayo imejitokeza katika magazeti yote katika ukurasa wa mbele kwa ukubwa wake kabisa. Ni taarifa hiyo ambayo pia imepewa uzito katika gazeti la The Citizen kama inavyoonekana mtazamaji. Na nikigeukia katika upande wa habari za michezo na burudani, nianze na gazeti la Mwanasport. Mwanasport habari kubwa inasema Pacome Okello wawekewa bilioni 1.2. Haya, liwalo na liwe, Yanga haina namna zaidi ya kuhakikisha inashambulia muda wote kusaka ushindi. Mambo hayo. Haya, kigogo Yanga afichua nyota mpya hatua. Ni taarifa katika ukurasa wa mbele gazeti la Mwanasport. Kibu ashindwa kujizuia Simba, asema kuna surprise inakuja Msimbazi. Haya, surprise gani? Tafuta gazeti la Mwanasport uweze kujua kwa undani wake kabisa nini ambacho kimeandikwa. Tanzania Prisons, Otieno kimenuka. Imenukaje? Imekuwaje? Tafuta gazeti lako la Mwanasport uweze kufahamu kwa kina zaidi kile ambacho kimeandikwa katika ukurasa wa mbele gazeti la Mwanasport. Lakini katika ukurasa wa nyuma, apewe asipewe, imeandikwa katika maandishi ya njano, apewe asipewe. Anasema kazi ya waifu inanituliza. Mambo hayo jamani. Gazeti la Mwanasport linavyoonekana katika anga la kimataifa. Gazeti la Uhuru, Msigwa asema serikali haijakosa fedha kumalizia uwanja wa soka Arusha. Lakini Mo Mangungu hapatoshi. Yanga yazitolea macho pointi 3 za JS Kabylie. Haya, gazeti la Uhuru katika upande wa habari za michezo na burudani. Simba yamwachia Kibu, lakini knockout ya mama msimu wa 8 yaja. Singida Black Stars kicheko yapata ushindi wa 3. Wadau waitwa kudhamini kituo cha michezo. Gazeti la Habari Leo limeandika kwa undani wake. Lakini kutembea kwa miguu ni kawaida, ni kauli kwake Asma. Anakuambia kutembea kwa miguu ni kawaida. Gazeti la Habari Leo kama wanavyoonekana katika ukurasa wa nyuma kabisa, habari za michezo na burudani mtazamaji. Gazeti la Mwananchi, Suluhu tiba pekee Simba, imebainishwa katika ukurasa za ndani kabisa. Gazeti la Mwananchi, habari za michezo, Suluhu tiba pekee Simba, imebainishwa. Nyota Yanga kuoga mamilioni ya CAF. Kina nani hao? Gazeti la Mwananchi limebainisha kwa undani wake kabisa katika upande wa habari za michezo na burudani. Na nikitimisha na gazeti la Nipashe, inasema tunakwenda kuiheshimisha nchi kimataifa. Azam FC imebainisha hivyo. Lakini usiri watawala, Yanga ikiwaalika wapinzani wao wa JS Kabylie. Lakini mabosi wa Jangwani wasema uamuzi huo unalenga kuepuka hujuma kutoka ndani na nje ya. Tafuta gazeti la Nipashe uweze kufahamu taarifa hiyo kwa undani wake kabisa mtazamaji. Na nimehitimisha hivyo dondozo magazeti, ni kurejeshe kwake Jacqueline naweze kuendelea. Asante sana Farida, tukutane sehemu ya pili. Shukrani sana. Nakushukuru sana. Mtazamaji wetu ni mwenzangu Farida Mbilinyi akihitimisha hivyo dondozo magazeti, ikiwa ni sehemu yetu ya kwanza. Kipindi ni Kumekucha. Tutarejea tena hapa katika sehemu ya pili ambapo ni mahojiano. Tafadhali endelea kubaki nasi.